Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unanisikiliza, nichukue fursa hii kukukaribisha kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nataka nizungumze nawe muda huu mzuri kabisa ambao niliopata kuweza kuzungumza nawe kwa habari ya ufalme wa Mungu. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, siku ya leo tutazungumza kwa habari ya ardhi katika ulimwengu wa roho, vipengele vya kuombea ardhi na kuimiliki, vipengele vya kuombea ardhi na kuimiliki katika ulimwengu wa kiroho. Ardhi ina vipengele vyake vya kuweza kuombea kwenye ardhi na kuweza kuimiliki ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Ardhi haimtambui kila mtu, inamtambua mtu ambaye ameimiliki katika ulimwengu wa roho. Ardhi haimtambui kila mtu, inamtambua mtu ambaye ameimiliki katika ulimwengu wa kiroho. Tutaanza kama ifuatavyo, na Mungu wa mbingu na nchi akujalie kuweza kuelewa katika somo hili. Kila ardhi ina mmiliki wake katika ulimwengu wa roho. Kila ardhi unayoiona ina mmiliki wake katika ulimwengu wa kiroho, na unaweza ukawa unamiliki ulimwengu wa mwili kwa hati kabisa, hilo eneo unalo, lakini ulimwengu wa roho ukawa kuna roho inaweza kumiliki na kutawala katika hiyo ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Sasa leo tutaanza kuangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya pili mstari wa 19. Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 19. Unaweza ukasema nimenunua eneo langu kwa ajili ya kujenga, nimejenga mwenyewe kwa habari ya maduka, nimejenga mwenyewe kwa habari ya mashule, nimejenga mwenyewe kwa habari ya nyumba ya kuishi. Kweli una hati uko nayo, kweli una hati uko nayo, lakini kama hiyo ardhi umeimiliki ulimwengu wa mwili, inatakiwa uimiliki katika ulimwengu wa kiroho, uitawale katika ulimwengu wa kiroho. Unasema mtumishi, unaongea nini? Kuna watu wengi wamejikuta wanaingia kwenye ardhi, ana walali kabisa kwenye hiyo ardhi, amenunua, ameingia na hati na kila kitu, lakini wamejikuta wana vita kali kwenye maisha tangu walipoingia kwenye hilo eneo. Wengine walipoteza afya zao, wengine walipoteza ndoa zao, wengine walipoteza watoto wao wakafa, wengine walipoteza biashara zao wakaweka mzigo mzuri, lakini tangu walipoingia kwenye hiyo ardhi amekuwa ni mtu tu wa hasara, mtu tu wa madeni, kwa sababu umiliki wa ardhi katika ulimwengu wa roho. Wafalme wa Pili sura ile ya 3, Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19. Tutasoma hapo na tutaweza kuona kwa habari ya watu wa mjini, ambapo katika wale watu wa mjini walikuwa wanazungumza kwa habari manabii, na watu wa lile eneo walimwendea nabii Elisha, wakamwambia nabii Elisha kwamba angalia mji huu unavyopendeza, angalia eneo linavyopendeza, kama unavyosema leo kiwanja changu ni kizuri, kama unavyosema leo eneo langu hili ni zuri, kama unavyosema leo nimepanga nyumba nzuri, ina vigae, ina kila kitu,
lakini sasa matokeo ya kiroho unayopata pale ni mabaya. Kwa nini? Mmiliki wa ile ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa mwili unaweza ukapata eneo vizuri kabisa, lakini katika ulimwengu wa roho anakuja kukumiliki mtu ambaye anamiliki mtu ambaye we ukuweza kutarajia. Maana yake anakutawala kupitia hilo ardhi hiyo katika ulimwengu wa roho. Umiliki wa kimwili huwa unatokana na hati maalum ulionayo ya hilo eneo. Umiliki wa kiroho huwa unatokana na hiyo ardhi ulionayo katika ulimwengu wa roho. Hebu tuangalie Wafalme wa Pili, tofauti wa kumiliki ulimwengu wa mwili na kumiliki ulimwengu wa roho, ardhi. Wafalme wa Pili sura ile, kitabu cha Wafalme wa Pili sura hiyo ya pili mstari ule wa 19. Hapo ndipo tutasoma na tutaweza kuweka mambo sawa, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Maandiko yanasema, ikawa, Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 19, tutasoma hapo katika jina la Yesu. Watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu uonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi uzaa mapooza. Akasema, nileteni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Wakatoka wakaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi umo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya na kutoka katika tena kufa wala kuzaa mapooza. Kwa tunaanza kuona umiliki wa kiroho katika ulimwengu wa roho. Umiliki wa kiroho katika ulimwengu wa roho kupitia ardhi. Watu wa Yeriko walikuwa wamemiliki vile ardhi ya Yeriko. Watu wa Yeriko walikuwa na uhalali. Ungeomba hati za Yeriko wangekupa za viwanja vyao. Ungeomba hati ya maeneo wanayomiliki wangekupa. Wamiliki kihalali. Ndio maana ukusikia watu wa Yeriko kwamba wanapigana kwa sababu ya maeneo. Maanake walimiliki kihalali na walifuata sheria zote, kama ilivyo leo wewe. Watu wa Yeriko walimiliki kihalali, walikuwa na hati zote za kumiliki yale maeneo, walikuwa nazo. Lakini kuna kitu walikuwa wanaongelea pale, wanasema angalia mji huu, wakamtafuta nabii. Maana yake paka kumtafuta nabii. Kumbuka Yeriko ilikuwa nabii wao sio Joshua, sio Elisha. Yeriko nabii wao alikuwa sio Elisha. Kwa mpaka kumtafuta nabii wa eneo la tofauti kuja kuwasaidia, maana yake ile shida ilikuwa ni kubwa. Na maandiko yanazungumza wazi kwa habari ya shida ile. Ilikuwa sio ya mtu mmoja, ilikuwa ni watu wengi katika mji wa Yeriko. Na kitu anachozungumza hapa, wale watu wanamwambia nabii Elisha kwamba angalia, mji huu ni mzuri, lakini ardhi yake inazaa mapooza. Ardhi yake inazaa mapooza. Ardhi yake inazaa mapooza. Moja kwa moja watu wa Yeriko walimwelekeza nabii Elisha kwamba shida kubwa ya haya tunayopitia, kifuga ng'ombe inazaa mapooza, vilema. Kifuga mbuzi, mapooza. Kilima maparachichi, wanapata mapooza. Wakilima choroko, mahindi, wanapata mapooza toka mbunguliwa. Wakifanya mifugo, mapooza. Shida kubwa ya nabii ya mji wa Yeriko sio ardhi. Ndio maana ukisoma hii Wafalme hapa wa Pili sura ya 19, anasema angalia nchi ilivyo nzuri. Maandiko anasema angalia nchi ilivyo nzuri. Maana yake ardhi yao ilikuwa ni nzuri.
kwa mwonekano wa macho. Ardhi hiyo ilikuwa ni nzuri kwa mwonekano wa macho, lakini katika ulimwengu wa roho, anayemiliki ile ardhi, ulimwengu wa mwili, ilikuwa ni wao, watu wa Yeriko. Wana hati zao, wana vitu vyao, lakini katika ulimwengu wa roho, aliyekuwa anamiliki ile ardhi sio watu wa Yeriko, ni Joshua, nabii Joshua. Maana yake alipoupiga ule mji wa Yeriko, nabii Joshua alitamka akalaani. Sasa nini ambacho nataka kukifundisha siku ya leo? Angalia kitabu cha Yoshua sura ya 6 kuanzia mstari wa 24. Yoshua alikuwa anaumiliki ile ardhi ya Yeriko baada ya Yeriko kumtesa sana nabii Joshua. Baada ya nabii Joshua kuingia kupiga Yeriko, ile kuta za Yeriko zilivyoanguka, Yoshua aliwapiga sana watu wa Yeriko. Baada ya kuwapiga akawaua, aliapa, akaapisha ardhi na kusema atakayejenga katika ardhi hii ya Yeriko akawa ameachilia kiapo. Kile kiapo kiliendelea kwenye ardhi. Sasa pointi gani nataka nifundishe? Akaja akafa mtu, lakini bado ardhi ikawa na shida, ikawa na mapooza katika nchi nzima. Sasa tunakuja kuona katika Yoshua sura ya 6 mstari wa 24, Joshua anaapisha kwenye ardhi hiyo. Roho ya mapooza ikaendelea, ikafika kipindi mpaka miaka mingi sana ilipita, lakini ardhi ile ilikuwa na shida. Kwa hiyo pamoja watu wa Yeriko walijenga nyumba, wakagawana viwanja, wakasimamisha nyumba mahali pale, lakini katika ulimwengu wa roho kulikuwa na kiapo, kulikuwa na shida. Ndio maana anasema shida ile iliendelea, nchi ikaanza kuzaa mapooza. Nini nataka nifundishe? Ulimwengu wa mwili walikuwa na hati miliki, lakini ulimwengu wa roho, aliyekuwa na miliki ardhi ile sio wao wa Yeriko. Unaweza ukawa una biashara yako kubwa, lakini anayemiliki ile ardhi katika ulimwengu wa roho ndiye anaweza kutawala maisha yako katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana watu wanasema, angalia, mji ni mzuri, ardhi ni nzuri, lakini tunashangaa mapooza yanatoka wapi? Katika ulimwengu wa mwili ukiangalia ni ardhi ya kwao, wana hati miliki. Kama wewe leo ulivyojenga shule, umejenga shule hauna wanafunzi, anayemiliki ardhi ni mchawi. Amekuja mmoja hapo, amesema kwenye ardhi hii hatapata wanafunzi. Kama wewe leo ulivyofungua duka, una duka zuri kabisa, hauna wateja. Eneo ni zuri, duka ni zuri, hauna wateja, lakini kuna mtu anamiliki hapo kwa maneno katika ulimwengu wa roho kwamba kwenye ardhi atauza, kwenye ardhi atafanikiwa. Kama ilivyo leo, wewe umejenga nyumba nzuri za kupanga vizuri tu, zapendeza, umeweka vitu vyote vinavyohitajika kwenye kupangisha, lakini hauna watu wa kukaa kwenye hiyo nyumba, au watu wakija hawakai, kwa sababu kuna anayemiliki hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho kwa viapo vyao katika ulimwengu wa roho. Kama ilivyo leo, ulivyojenga duka zuri, shule nzuri, vitu vizuri, lakini kuna anayemiliki katika ulimwengu wa roho. Kwa nini naleta masomo haya? Ninafundisha ili unapoenda, una hati miliki ya kiwanja chako, una hati miliki ya shamba lako,
una hati miliki ya shule yako. Kitakachokusaidia kingine katika ulimwengu wa roho ni kuanza kuingia maombi ya kuimiliki hiyo ardhi, kuanza kuingia maombi ya kuimiliki ardhi unayoishi, unayokaa, uliopanga kuimiliki, ili ardhi unapoimiliki baraka na mema viwe juu yako, kwa sababu unaona watu wao walipata mashambulizi mengi. Watu wa Yeriko, watoto wao wakazaliwa mapoza, vitu vinakufa, mifugo inaharibika. Mashambulizi unayoyaona sio ya ulimwengu wa roho, yanatokea ulimwengu wa mwili, lakini chanzo cha hayo mashambulizi ni katika ulimwengu wao wa roho. Chanzo cha hiyo vita ni katika ulimwengu wao wa roho. Kuna watu wanashangaa, tangu ulipoingia kwenye hiyo ardhi maisha yako yalianza kuharibika, uchumi wako ulianza kuharibika. Kuna watu wanashangaa, tangu uingie kupangisha kwenye hiyo nyumba maisha yako yakaanza kuharibika, mafanikio yakaanza kuharibika. Shida ni kwenye hiyo ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Nifuatilie somo lijalo, namna ya kumiliki ardhi, namna ya kuitawala ardhi. Unaweza kufuatilia somo hili kwa kusubscribe channel hii. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen.